Fungua pamoja nami kitabu cha Yoshua sura ile ya 5 mstari wa 13 mpaka wa 15. Kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 13 mpaka wa 15. Biblia inasema, Yoshua 5:13 mpaka 15. Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akainua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mme akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe u upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa, nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiuso hata nchi, naye akasujudu. Akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tukiwa tunaendelea na maombi yetu, tutajifunza neno la Mungu kutokea kwenye andiko hili kwa ufupi. Kwenye huu mstari wa 13, Biblia inaonyesha ya kwamba wakati Yoshua wakiwa wamevuka mto Yordani kwa sanduku la agano la Bwana wa dunia yote, wakakutana na upinzani mwingine wa pili, ambayo ilikuwa ni ngome ya Yeriko. Na Yoshua akiwa kama kiongozi mkuu, wakati akiwa anaendelea kutafakari namna gani wanavuka hapo, Biblia hapa inasema alipo akainua macho yake. Lakini ile Biblia ya Kiswahili cha zamani SWV ya 1952 inasema akavua macho yake. Lakini Biblia hii ya Kiswahili cha kisasa na ya Biblia ya tafsiri ya neno anasema akainua, ila kula ametumia akavua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutakuwa tunajifunza kutokea hapo jambo dogo tu linalosema wajibu mkuu aina 3 wa kiongozi mkuu wa kiroho. Wajibu mkuu aina 3 wa kiongozi mkuu wa kiroho. Katika haya maisha ya wokovu ambayo Mungu ametuweka, na Mungu ameweka viongozi wetu wakuu wa kiroho katika madhehebu tofauti tofauti, na dhehebu letu la TAG tuna viongozi wetu wakuu wa kiroho. Wanayo majukumu mengi na wanayo mambo mengi, lakini nimechukua tu mstari tujifunze wajibu aina 3 ili tufahamu ya kwamba wana wajibu gani na sisi tunatakiwa tufanye nini kwa ajili ya huo wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi mkuu wa kiroho anaweza akawa askofu mkuu kama ni kwa habari ya kanisa la nchi, lakini anaweza akawa ni mchungaji kiongozi kama unazungumzia kanisa moja, lakini pia anaweza akawa mwenyekiti kama unazungumzia idara moja moja. Kwa tunaposema kiongozi mkuu wa kiroho inategemea kwamba tunazungumzia katika upande gani. Lakini kwa habari ya ninapozungumza kiongozi mkuu wa kiroho kwa habari ya kanisa la TAG nazungumzia askofu mkuu pamoja na kamati yake kuu. Lakini kama tungekuwa tunazungumza kwa habari ya kanisa la mahali pamoja, tungezungumza kwa habari ya mchungaji kiongozi pamoja na baraza lake. Sasa tunapozungumza kiongozi mkuu wa kiroho ni kwa namna hiyo. Na kama vile ambavyo Yoshua kwenye taifa la Israeli alikuwa kiongozi mkuu wa kiroho, alikuwa na majukumu mengi na mambo mengi ya kufanya. Lakini aina 3 hizi za wajibu ni muhimu sana kwa kiongozi mkuu wa kiroho yoyote katika eneo lake ili aweze kufanikiwa. Na kutokea kwenye huu mstari tunajifunza mambo 3. Jambo la kwanza ambalo ni
wajibu wa kiongozi mkuu wa kiroho ni lazima awe ametengwa na kujitenga na dhambi. Ni lazima awe ametengwa na kujitenga na dhambi. Tumesoma huu mstari wakati Yoshua alipokaribia Yeriko na wakati amekwisha kutiwa mafuta na Musa amekufa tayari. Sasa Yoshua anasimama kama kiongozi mkuu, na kabla hajaiendea Yeriko, ninataka niamini kwamba Yeriko haukuwa tu ukuta ambao umewekwa, lakini wale watu kuna jambo la kiroho ambalo walikuwa wamelifanya. Ndiyo maana kabla Yoshua hajaenda kuangusha ule ukuta, ilibidi Yesu kwa umbo la mwanadamu au Mungu mwenyewe akutane naye, na tendo la Mungu kukutana na Yoshua ndilo ambalo linalompa garantii Yoshua la kuweza kuiangusha ngome ya Yeriko. Kwa sababu unasoma ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ni mtu mume akasimama mbele yake kumkabili, ni kama mwanadamu, na alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Lakini Yoshua alimuuliza swali ya kwamba wewe uko upande wetu au upande wa maadui? Akasema la. Neno la linamaanisha ya kwamba siko upande wenu wala siko upande wa maadui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye akamwambia kwamba jibu langu ya kwamba yeye ni amiri wa jeshi la Bwana. Sasa amiri wa jeshi la Bwana ni Mungu mwenyewe. Ndio maana anaitwa Bwana wa majeshi. Ni sawa na kwenye nchi kuna mkuu wa majeshi, lakini amiri wa jeshi la Tanzania ni rais. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yoshua kama kiongozi mkuu. Sasa ili Yoshua aweze kufanikiwa, jambo ambalo la kwanza Mungu anapokutana naye, na kwa nini nasema hapa ni Mungu? Ni kwa sababu moja, ili jina la amiri jeshi linawakilisha ni yeye mwenyewe. Lakini pia tendo la Yoshua kuanguka akasujudu na yule akakubali kupokea ibada, tayari inathibitisha moja kwa moja ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaambia ya kwamba vua viatu vyako, maana hapo mahali unaposimama ni nchi takatifu. Maana yake Mungu anataka kumwambia Yoshua kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yako inabidi yaondoke ili kama kiongozi mkuu wa kiroho uweze kufanikiwa. Ndio maana nikasema ya kwamba jambo la kwanza kwa kiongozi mkuu wa kiroho ni lazima awe ametengwa na kujitenga na dhambi. Sio tu kwa habari ya matendo ambayo Mungu ametukataza, lakini pia kuna baadhi ya mambo ambayo kama kiongozi mkuu wa kiroho akiwa katika eneo fulani, kuna baadhi ya mambo hafanyi na sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema ya kwamba vitu vyote ni halali kwangu, lakini sio vitu vyote vifaavyo na sio vitu vyote vinavyojenga. Maana yake kumbe kuna baadhi ya mambo ambayo sio dhambi, lakini kama kiongozi mkuu wa kiroho kuimuona amejitenga nayo, haina maana ya kwamba yale mambo baadhi yake ni dhambi, ila kwa sababu ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwepesi ambao naweza nikautolea ni mwepesi tu, kwamba mkute kiongozi mkuu wa kiroho, aidha askofu mkuu, yuko pala amesimama senta katikati anakula mua. Hivi utaelewaje? Bwana Yesu asifiwe. Utaelewaje ukimkuta kiongozi mkuu wa kiroho anafanya hivyo? Kula mua pale katikati senta sio dhambi, lakini kutokana na nafasi alionayo hatakiwi kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina pia ya mavazi ambayo kiongozi mkuu wa kiroho ni ya kawaida tu, kila mtu anavaa, lakini yeye hawezi kuvaa kwa sababu ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni vigumu sana kumkuta askofu mkuu amesimama yuko anahutubia baraza la waangalizi amevaa t-shirt kama ya kwangu. Sio kwamba ni dhambi, ila kwa sababu ya nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna aina fulani ya nafasi ambayo mtu akipewa inahitaji ajitenge na baadhi ya mambo. Ndio maana Yoshua akaambiwa ya kwamba vua viatu vyako, hapo mahali unaposimama ni nchi takatifu. Ukisoma huku nyuma, Mungu anatangaza na mwambia Musa, mwekee mikono Yoshua kwa sababu ni mtu mwenye roho ndani yake. Maana yake ana Roho Mtakatifu tayari. Yoshua alikuwa na Roho Mtakatifu, na Yoshua alipigana mapigano mengi huku nyuma hata kabla ya kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hata wakati wamekutana vita ya kwanza ya Amaleki, Yoshua ndo alisimamia ile vita kupambana. Lakini kwa nini anaambiwa vua viatu vyako? Maana yake anaambiwa kwa sababu ya nafasi yako kuna baadhi ya mambo inabidi ujitenge nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama kiongozi mkuu wa kiroho ni lazima aziishi sifa za kiongozi. Kwenye hiyo pointi ya kwanza,
ni lazima ziishi sifa za kiongozi ambazo zinapatikana kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 16. Ametaja sifa za kiongozi kwa kutaja askofu au mwangalizi, lakini ametaja pia sifa za viongozi kwa maana akatumia mashemasi. Kwa kiongozi mkuu wa kiroho ni lazima aishi sifa hizo. Ametaja sifa za kifamilia na sifa za kibinafsi, asiyelaumika, anayeweza kutiisha familia yake. Kwa hiyo unapoona viongozi wetu wakuu wa kiroho, hizo sifa wanadhihirisha mpaka wanafika hapo wanachaguliwa. Lakini wewe pia kama mshirika, unapopewa nafasi yoyote ile, kwenye hiyo nafasi uliyopewa, wewe ni kiongozi hapo, unatakiwa ujitenge na baadhi ya mambo ambayo wakati mwingine naweza yakaleta maswali. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, yani namba 2 au wajibu wa pili, awe ndiye mwenye maono. Awe ndiye mwenye maono. Mithali 29:18, Mithali 29:18 inasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, lakini ana heri aishikaye sheria ya Bwana. Pasipo maono watu wanaacha kujizuia. Maana yake kiongozi mkuu wa kiroho ndiye mwenye maono. Maono ni kama niseme ni dira ambayo inamwelekeza mtu ni wapi anaelekea. Kiongozi mkuu wa kiroho akikosa maono hawezi akafanikiwa. Hawezi akafanikiwa. Kwa hiyo unapoona kuna maombi yanatangazwa kanisani, utambue ni mmoja wapo katika maono viongozi walionayo. Maana yake kama wana maono mwaka huu ya baadhi ya mambo yafanyike, maana yake katika maono hayo, ili tuweze kuyafikia, maombi ni mmoja wapo ya hayo maono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi mkuu wa kiroho ndiye mwenye maono. Na kama ndiye mwenye maono, maana yake walioko huku chini ndio wanaotakiwa kuyapokea yale maono na kuyatekeleza. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kwenye upangaji wa maono wa kanisa, mara nyingi zaidi inakuwaga unaangalia mpango mkakati uliopo kule juu. Wameweka matukio kwa wakati gani, ili unapoweka matukio usije ukaweka kwenye tarehe ila ambayo imewekewa kwenye viongozi. Ndio maana hata viongozi wa idara, unapopanga matukio kwenye idara, unatakiwa uangalie kalenda ya kanisa la mahali pamoja. Ukikuta kuna tarehe kuna tukio kwenye hiyo siku, usiweke, kwa sababu utakuwa unagonganisha matukio. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake kiongozi mkuu wa kiroho ndiye mwenye maono. Na katika hapa maono kuna mambo makubwa mawili. Kuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kuwa na maono. Kuwa na maono. Ninaposema kuwa na maono, nina maana ya kwamba kiongozi mkuu wa kiroho anapotamani mambo fulani yatokee, kuna wakati anakaa anapanga pamoja na viongozi wake ya kwamba mwaka huu au kwa miaka hii au kwa mwezi huu au kwa siku hii tunatakiwa tufanye hivi na hivi na hivi. Kwa lile tendo la kupanga maono, ili inaitwa kuwa na maono. Kwa maana ya kwamba ni wao wamekubaliana ya kwamba tunafanya kwa mwaka huu hiki na hiki na hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo hili ndilo ambalo pia linalomtaka mshirika awe na mikakati na maono. Awe na mikakati na maono. Kwa sababu ni mojawapo ya vitu ambavyo Mungu anavielekeza kwenye Biblia ya kwamba viweze kufanyika. Kwa kiongozi mkuu wa kiroho anakuwa na maono, anakaa anapanga. Ni yeye mwenyewe na ufahamu wake na akili yake kabisa ya kwamba natamani tufike hapa na hapa. Anapanga. Lakini jambo la pili ni kuona maono. Kuona maono kwa maana ya kwamba kuna maono yale ambayo kiongozi mkuu wa kiroho anayapanga yeye mwenyewe kabisa. Lakini kuna yale ambayo Mungu anamsemesha. Ile kuwa na maono ni yale ambayo anayopanga. Lakini kuona maono maana yake ni yale ambayo Mungu anasema naye. Mungu anasema naye. Kwa hiyo kuna baadhi ya maono ambayo yanakuaga ni kwamba kiongozi mkuu wa kiroho amepanga ya kwamba tufanye hivi na hivi. Na Mungu anayakubali kabisa na anayapokea. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mkikubaliana kwa jambo lolote,
Alafu baada ya pale nyie mkakubaliana duniani na mbinguni linathibitishwa. Lakini kuna yale ambayo Mungu anasema, na haya yote yanatakiwa yawepo kwa wakati mmoja kwa kiongozi mkuu wa kiroho. Yana umuhimu kwa sababu unaweza ukaweka yale ambayo umekusudia, lakini kuna yale ambayo Mungu pia anataka yatendeke au anatamani yafanyike. Kwa likipungua mojawapo, kuna madhara huaga yanatokea. Kuna madhara huwa yanatokea. Mojawapo ya mfano mwepesi wa maono ambayo Mungu amewahi kusema na watu na akawaelekeza wafanye. Mfano mwepesi ni kwa Musa. Musa, maono ambayo yeye aliyopewa katika mambo yote, aliambiwa watoe wana wa Israeli. Yaani yeye ndio lilikuwa jukumu lake kuu. Alikuwa ni kiongozi mkuu wa taifa la Israeli, lakini kazi yake kubwa ni kuwatoa utumwani. Lakini Yoshua aliposimama, yeye wajibu wake mkuu au maono yake makuu aliyopewa, aliambiwa ya kwamba wewe unatakiwa kwenda kuiteka Kanaani na kuwapa wana wa Israeli wamiliki. Kwa ni mgawanyo wa majukumu ambayo Mungu anayatoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna baadhi ya watu wengine ambao Mungu aliwapa maono na kuwaelekeza cha kufanya. Mfano Nehemia. Nehemia yeye kazi yake kubwa aliambiwa unatakiwa uende ukajenge ukuta. Ndicho kitu ambacho Mungu aliweka moyoni mwake. Vivyo hivyo kila kiongozi mkuu wa kiroho anapowekwa mahali fulani, kuna kitu Mungu anaweka ndani yake. Kwa Mungu anapoweka kitu ndani ya kiongozi mkuu wa kiroho, sisi washirika unatakiwa uangalie sana kilichowekwa ndani ya kiongozi wako mkuu. Usipokielewa hautaweza kufanikiwa. Hautaweza kufanikiwa wala hautaweza kukitekeleza. Mfano kuna baadhi ya watu wameinuliwa na Mungu, lakini kazi yao kubwa, Waingereza wanatumia neno assignment, aliyopewa yeye ni kuandaa viongozi. Ni kuandaa viongozi. Atafundisha, atazunguka kote, lakini lengo lake kubwa ni kuandaa viongozi. Lakini kuna mwingine anasimamishwa, zunguka kote, lakini lengo lake kubwa ni kuandaa wainjilisti. Ni kutokana na vile ambavyo Mungu mtu amempa assignment. Mfano mwepesi tu, baba yetu askofu mkuu, pamoja na mambo yake yote anayofanya, lakini mojawapo ya neno ambalo Mungu amempa ni kuandaa viongozi. Anafanya kazi kubwa sana kwenye sehemu ya kufundisha na kuandaa viongozi. Lakini ukiangalia wazee kama kina Kulola, wao pamoja na mambo yote waliofanya, kazi kubwa ilikuwa ni kuandaa wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila kiongozi mkuu wa kiroho huaga na assignment ambayo Mungu anampa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kazi kubwa ya sisi washirika ni kuangalia kila ambacho kiongozi wetu mkuu wa kiroho amepewa. Baada ya hapo tukitekeleze na kukiishi. Tukishindwa kufanya hivyo hatuwezi kufanikiwa, kwa sababu Mungu anachokifanyaga anapitisha maelekezo kwa kiongozi mkuu wa kiroho. Alafu baada ya hapo Mungu anakutaka wewe ambaye uliyekutii ili kwamba aweze kukufanikisha. Jambo la mwisho, kama wajibu wa kiongozi mkuu wa kiroho, anatakiwa kujua mwelekeo na dira ya huduma au utumishi wake. Kujua mwelekeo au dira ya utumishi au huduma yake. Na katika jambo hili linalosema ya kwamba kujua mwelekeo au dira ya huduma au utumishi wake, Mungu huwaga anasema jambo kutokana na kila huduma inaposimamishwa. Huduma yoyote ya kimungu na Mungu anapomsimamisha kiongozi mkuu wa kiroho, huwaga kuna dira au mwelekeo anautoa. Na hii huwaga ni kiongozi mkuu wa kiroho anapewa. Na akipewa yeye, kazi yake kubwa ni kuileta mbele ya kanisa. Na mara nyingi dira hii na mwelekeo huu huwaga unatokana na majira ambayo Mungu anakuwa ameyaweka. Huwaga unatokana na majira. Maana yangu ni kwamba kuna kusudi ambalo Mungu huwaga analiweka kutokana na majira fulani yaliyopo. Kunaweza kukatokea majira fulani katika kanisa la nchi, Mungu akatoa mwelekeo fulani ambao watu wote wanatakiwa kufuata, na anayepewa jambo hilo ni kiongozi mkuu wa kiroho, apewe mshirika. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivi kwa sababu mara nyingi zaidi
kuna baadhi ya mambo Mungu amekuja nayo kwa kupitia viongozi, halafu baada ya pale, kwa sababu mshirika na yeye ana maono na ana mwelekeo fulani ambao Mungu amempa, anashindwa kutekeleza hiki ambacho kimeletwa cha kusanyiko. Katika baadhi ya mambo ambayo Mungu yupo makini sana ni kwa habari ya protocol. Maana yake Mungu akileta jambo fulani, kila jambo linakuaga linatekelezwa. Na ndiyo maana kwa Wakristo walipoanza kuvuruga, ilibidi Paulo aingilie kati, awape utaratibu. Maana yake Mungu akitoa mwelekeo kwa kiongozi mkuu wa kiroho, inabidi tuupokee ule kwanza, tuufanyie kazi. Baada ya pale ndo tuingize na maono ya kila mmoja mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Naomba nimalizie kwa andiko hili. Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Alafu baada ya hapo tutaenda kuomba. Mstari ule wa pili, Yoshua sura ya kwanza ule mstari wa pili. Biblia inasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua anapewa mwelekeo ambao anatakiwa kuelekea, wakati akiwa amepewa jukumu la kuongoza baada ya Musa kufa. Mungu anamwambia kwamba Musa mtumishi wangu amekufa, sasa unatakiwa uvuke Yordani. Maana yake ni kwamba hakutakiwa kupitia njia yoyote ile, lakini njia na uelekeo ambao alitakiwa kupita, alitakiwa avuke Yordani. Na akisha kuvuka Yordani, unaona kwenye sura ya 6 anakutana na ngome ya Yeriko. Na akisha tu kuishinda Yeriko, anakutana yale makabila 7 yenyewe ambayo alitakiwa apigana yashinde. Maana yake uelekeo wake pamoja na kumiliki Kanani, alitakiwa apitie njia ya Yeriko. Maana yake katika kila jambo ambalo Mungu analileta, huaga kuna njia au uelekeo ambao Mungu anataka mpite. Na hiyo huaga ni kazi ya kiongozi mkuu wa kiroho kutambua ya kwamba Mungu anataka tupite njia gani. Nataka nitoe mfano mmoja, afu baada ya hapo tutasimama tutaomba. Kuna mtu mmoja alishuhudia ushuhuda, akasema wakati akiwa anaendelea kumtumikia Mungu, baada ya hapo kuna jambo likatokea kwenye maisha, kwenye familia fulani. Baada ya hapo wakakopa fedha, alafu mwisho wa siku muda wa kulipa mahali walikokopa ikashindikana. Iliposhindikana, baada ya hapo wale wenye fedha wakasema wanakuja kuuza nyumba na kiwanja ili wajipatie ile fedha. Lakini Mungu akawapa uelekeo wa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotakiwa ni hela, ila uelekeo waliotoa Mungu ni wa kufunga na kuomba. Walifunga na waliomba na hela ililipa na hawajui ilikuwa kuwaje. Kwa hiyo kuna wakati Mungu kuna jambo amelisema. Nitolee mfano. Mungu ana makusudi ya kwamba tufanikiwe na tumtumikie katika huduma. Lakini katika kufanikiwa huko, tunatakiwa tujue ni uelekeo gani ambao tunatakiwa tupite. Ndiyo maana Ezra kabla hajaenda kujenga hekalu, maono yake yalikuwa ni kwenda kujenga hekalu. Akaanzia kufunga kwenye ile Ezra 8:21. Anafanya hivyo ili apate uelekeo ambao Mungu atakaosema. Kwa hiyo katika jambo lolote lile ambalo kiongozi mkuu wa kiroho analolisema, utambue ya kwamba kabla hajasimama yeye kulisema, kuna mahali alikuwa ameketi mahali pasiri na Mungu. Alafu baada ya hapo ndipo akaleta huo uelekeo ambao tunaotakiwa kuelekea. Kwa tukiwa kama watumishi wa Mungu
na watoto wa Mungu na washirika mbele ya viongozi wetu wakuu wa kiroho, tunatakiwa tutambue viongozi wetu wakuu wa kiroho wameaminiwa na Mungu, lakini pia ndio wenye maono. Mungu anapitishia kwao maono ya kwetu sisi kumtumikia Mungu, lakini vile vile Mungu anawapa direction ya kwamba sasa hivi tunaelekea wapi. Ndio maana Mungu amesema nao mwisho wa siku wakatangaza miaka 13 ya moto wa uamsho. Maana yake katika yote ambayo Mungu anayosema nao, kuna mahali Mungu anapoona ambapo tunatakiwa tufike. Kwa wajibu wetu sisi ni kutii na kuyafanyia kazi. Tukishindwa kuyatii hayo, hatuwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tutii hayo. Tunatakiwa tutii na kuyafanyia kazi. Na kwa sababu hiyo nitaishia hapo. Kwa unatakiwa ufahamu hayo majukumu ya kiongozi mkuu wa kiroho. Alafu baada ya kuyafahamu, uingie kuyatendea kazi. Ukiona kuna maono yameletwa, ujue ni Mungu amesema. Ukiona kuna uelekeo Mungu ameusema, utambue